Tumerudi wabunge wamekaa na wako yani wanachangamuka. Tunafuraha sana kwa wiki hii kupata upendeleo huu wa kutembelewa na waheshimiwa. Ukizingatia sasa wakati huu kuna mijadala tofauti inaendelea kuhusu siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Na katika miongoni mwa hatua zake alizozichukua ni ya nini mama? Uteuzi wa baraza la mawaziri. Uteuzi wa baraza la mawaziri ambalo kwa baadhi ya viongozi lilichukuliwa tofauti. Wengine walikuwa wanasema kwamba hatua aliyoichukua haitaweza wala haitasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa serikali. Sasa kwenu nyinyi, swali langu hili la changamoto, najibu ndio au hapana? Niende huko maana ananitupia mpira. Kwenu nyinyi, ndio au hapana? Muundo huu wa baraza la mawaziri, nyinyi mnafikiri kwamba utapunguza hizi gharama za uendeshaji wa serikali? Ni ngumu kusema ndio au hapana kwa sababu kuna majibu ambayo sio ndio, sio hapana, ni maelezo yenyewe. Hayo maelezo utaniambia sasa. Naomba niseme niko katikati. Mzee? Utapunguza. Ndio. Dada? Utapunguza kwa kiasi kikubwa. Haupunguzi. Ndio, tafsiri yake ndio. Ndio. Kule nyuma? Hapana, haupunguzi. Hautapunguza. Kawaida huwa tunazama ndani. Napata maelezo zaidi kuhusu mada yetu. Kwa hiyo tutende kwa mada. Mimi kwa upande wangu mimi naona kwamba mfumo mpya unaweza kusaidia kupunguza bajeti ya serikali kwa sababu kwanza tuangalie mawaziri walikuwa wanalipwa kiasi gani. Mishahara yao wenyewe walikuwa wanalipwa pesa kiasi gani. Kwa hiyo kuna wizara zingine ambazo unakuwa unaona kabisa kwamba hii wizara ilistahili labda awepo waziri mmoja, au kwa nini wizara hii isingekuwa na waziri mwingine ambao wangekuwa wamefanya kitu kwa pamoja, wangeshare ile duty. Na mpaka sasa hivi jinsi mwenyewe ukiangalia kwa mtazamo wizara zinavyofanya kazi na hata mawaziri wenyewe wanavyofanya kazi, kweli wakiendelee hivi tutakuwa na tija. Mpaka sasa hivi na imani kwamba budget itapungua kwa sababu gharama ambazo kwa zinatumika na mawaziri waliokuwepo, gharama zilikuwa ni kubwa sana. Magari kwa wanatumia ni mengi, kuna magari yatapungua cha kwanza, na kuna ile posho wanachukua pia zinapungua kwa wale watu ambao wanachukua zile posho zao zinapungua. Kwa hiyo kiukweli mimi naimani gharama zitapungua kwenye mfumo mpya huu wa kupunguza baraza la mawaziri, gharama zitapungua kiukweli. Punguza itakuwa si sana kama ilivyokuwa mwanzo kwa sababu inavyoonekana itakuwa kama limeongeza baadhi ya vitu kwa sababu mawaziri wengine wengi katika wizara nyingine wamepunguzwa, lakini kuna baadhi ya wale wanaitwa sema makatibu wakuu inaonekana katika idadi zao za watu ambao wamepiga ni maana ni wengi kuliko tofauti na mwanzo. Zaidi labda kwa mtazamo wangu naona kwamba mawaziri kama zile na ni wizara ambazo amezicombine zile, basi angeweza kufanya angepunguza hata yani angeziongezea labda makatibu angebaki labda ni mmoja na nini, lakini for the way ambavyo yeye makatibu naona wamekuwa ni wengi. Hao mawaziri ni watu ambao kutoa amri, wale ndio wanaenda kutenda kazi. Kwa kule wale waliowekwa ndio kutenda kazi. Yaani waziri anaposema fanya kazi, wale wanaenda kufanya kazi. Kwa hiyo kule chini kwa watendaji wakuu, makatibu wanapaswa wawe wenye nguvu na wengi ili kutekeleza masharti ambayo kutoka kwa waziri. Kinachotazamwa ni utendaji wa kazi wa mtu ukoje, kwamba yule ni katibu, huyu ni waziri. Nadhani kazi zinatofautiana. Sidhani kama waziri na katibu zinafanana. Labda kama zingekuwa zinafanana zaidi, ningesema kwamba hicho kitu amefanya sifuri, lakini sidhani kwamba kazi zile zinakuwa zinalingana. Na hiyo ndio zama ndani, tulizama ndani na tukapata maoni kutoka kwa wananchi. Yule baraza ili muundo mpya wa baraza. Masai, sasa mimi kuna kitu mmoja ambaye imenifurahisha sana. Masai anasema kanyota taje, yani nilikuwa nifutiwa na hiyo kitu. Hiyo ni Kilengesa anasema, Wasungu anasema kanyota taje. Sasa nikataka niulize kwa sababu mara ya kwanza nisikia kuna ambao walisema, kuna swali liliuliza, mmoja akasema hapana, mwingine akasema ndio, mwingine akasema niko katikati. Sasa kwa wale ambao walisema hapana na wale walisema ndio, labda niulize tu mheshimiwa pale kutoka Tandaiba, kwa nini ulisema hapana? Ukiangalia mfano wizara ya nishati na madini ambayo ina waziri na naibu waziri, lakini na katibu mkuu, ina manaibu pia wawili. Sasa kiuhalisia ukiangalia wizara kama ile ina manaibu wawili, ina katibu mkuu mmoja, mtu wa tatu, ina waziri, ina naibu waziri, ina watu watano.
Sasa kwa hali ya kawaida mtu alo nje hawezi kuyajua haya kwa sababu hafuatilii takwimu zile za makatibu wakuu hawa. Na hawa watu wote wanatumia magari makubwa ya serikali, wanatumia posho kubwa za serikali, wana wasaidizi wao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni siasa ipo. Na sisi tunaiambia serikali ya Chama cha Mapinduzi isifanye siasa. Inapotaka kwenda kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, iende na msimamo mmoja. Ingewezekana hata kama angetaka kupunguza kabisa angeacha katibu mmoja wakafanya kazi vizuri, lakini hii ilokuwepo ni propaganda tu ya nje ambayo nje ukiangalia unaona kama mambo mazuri, kumbe mambo bado ni mabovu sana. Mawaziri, tunapozungumza mawaziri kikatiba ni waziri kamili, sio naibu waziri. Na kwa sasa hivi tuna mawaziri 19, tumeondoa mawaziri 10 na manaibu waziri 16. Hiyo gharama iliyopungua hapo ni karibu kwa miaka 5 ukipigia mahesabu ni bilioni 30. Tunaweza kudanganyana kwamba tumepunguza baraza la mawaziri wakati tumeongeza mzigo sehemu ya pili. Tunaongeza makatibu wakuu, tunaongeza manaibu waziri ambao kimsingi na wao wanalipwa, tunaongeza na mawaziri tulionao. Tumejitamba kwamba tuna mawaziri 19, 20 mpaka 22 ambao ukiangalia gharama ziko pale pale. Unaweza ukachukulia mfano, kuna nchi ambazo zimeweza kufanya mambo makubwa kama Ufaransa, kama Uingereza, ambao katika historia zao unaona wamewahi kuwa na baraza dogo kabisa na bado wakawa na ufanisi mkubwa. Je, sisi tunaposema tunapunguza kikweli au tunapunguza kiusanii? Kuna mambo ya msingi ambayo lazima tuyaconsider tunavyoongelea gharama la kuendesha baraza la mawaziri. Ama waziri mmoja unayemwona shangingi yake ni sawa na dispensary moja ambayo iko fully furnished. Kwa hiyo tuna watu ambao ni 30 plus ambao wanatembea na dispensary, wanatembea ukiunganisha watu wawili watatu unapata hospitali. Kwa hiyo kuna issues za msingi ambazo lazima tuziconsider badala ya administrative structure. Waziri kama waziri sio mtendaji actually, anaenda kudili na sera. Tuwawezeshe tuwe na makatibu wakuu katika level fulani ambao wanasimamia na wana department mbalimbali badala ya kuwa na manaibu waziri, baada ya kuwa na mawaziri wengi. Nilisema bungeni, nikasema mawaziri wengine wapo tu ni ma celebrity. Kazi yao ni kupambana na TV, wanafanyia kazi kwenye TV. Anachokiangalia, ninataka kwenda fulani media inifuate, nionekane ninachokifanya. Nani anataka kumpiga? Mimi. No, unajua anachokiongea mheshimiwa. Tatizo la kuwa upinzani wa Tanzania tofauti na upinzani wa mataifa makubwa duniani, labda Uingereza au Marekani, hawataki kuwa wa kweli. Wao kila siku unafiki tu, wanapenda kujionyesha kwa watu. Bora unasema kweli, kwenye ukweli sema hapa ukweli. Kwa sababu kwa mfano, ukiniambia jana tulikuwa na 30, leo tumebakiwa na 10 na unaona namba ni 10. Unasema hapana, ile sio 10, ile nyuma ya 10 kuna 20. Sasa unazungumza gharama, okay, tuzungumze gharama ya waziri, kumhudumia waziri. Kuna posho, kuna mshahara, kuna mafuta, kuna nini, kuna movement zake, kuna wasaidizi wake. Ndio unapomuondoa maana ile gharama imepungua. Naona jirani yangu hapa kaniuliza wakati colleague hapo nyuma anaongea, anasema gharama imepunguaje. Labda ngoja nikwambie. Unajua hivi vitu ni vizuri pia kutrace history. Kaka yangu hapa ameeleza. You see? Mwaka 61 tulikuwa na baraza la mawaziri 11. Sawa? Ninakwenda mpaka huko tumepunguzaje gharama. Ngoja tuna trace history. Sisi ni wasomi. Bado tusikite tu kwenye namba ya mawaziri, tunaacha sisi ni wasomi. Ni gharama yote hiyo, hata mawaziri ni gharama. Tukubali kutrace kwanza na nitakuja kwenye jibu lako. You see? Tukiangalia historia inatueleza kwamba kipindi cha mwaka 61 wakati akiwepo Mwalimu hayati Julius Kambarage Nyerere, sawa, tulikuwa na mawaziri 11. Kipindi cha Mwinyi tulikuwa na mawaziri 23, manaibu 8. Sawa, 31. Kipindi cha Mheshimiwa Benjamin Mkapa, sawa, tulikuwa na mawaziri 27, manaibu 10, tulikuwa 37. Tukaja kipindi cha awamu ya 4 ambapo ni Dr. Jakaya Kikwete. Tulikuwa na mawaziri 31, manaibu 29. Jumla yake ni 60. Sasa hivi baraza la Mheshimiwa Magufuli idadi ni 19 mawaziri. Sawa? Mawaziri ni 19. Manaibu ni 15. Sawa. Jumla ni 31. Sawa. Ngoja kwanza namba imeshuka. Sasa tunapunguzaje gharama? Ukiangalia utawala wa awamu ya 4, sawa, mawaziri 60. Leo hii tuna mawaziri 31.
hapo tuna difference ya mawaziri karibu 26. Ngoja kwa twende taratibu. Usiwe na haraka, tulia. Wewe ni kijana, upasi kuwa na wewe ni mtulia. Tulia bwana. Tulia kwanza. Ukiwa unatoka nje. Hapa siongelee personali. Tulia kwanza. Tunakuja kwenye gharama. Sawa? Nisikilize. Hapo umekaa tu magari 26 V8. Milioni 250 yamebaki. Una cut off magari, nyumba za mawaziri. Unajua kuna gharama ya nyumba ya waziri akiwa Dar es Salaam, kuna gharama ya nyumba ya waziri akiwa Dodoma. Tunahitaji akili ndogo sana. Kuna tatizo hapa, tunajikita sana kwenye kuangalia namba ya watu. Lakini tuchukulie hizi wizara kama ofisi. Yaani unapochukua wizara, waziri huyu hapa ana makatibu wakuu wawili, si ana makatibu wakuu watatu. Ile ni gharama za ile wizara. Na unapoongeza katibu mkuu, unaongeza pia wakurugenzi, kwa sababu katibu mkuu mmoja ambaye ana wakurugenzi wachache ana watatu, lakini wana wakurugenzi mpaka 9. Mimi nafikiria naweza nikaeka hoja. Tulia. Hapo nataka baraza la mawaziri tunaongea in totality. Hatuwezi kuongea ambayo wanasema kwa gharama inashuka. Ajui. Atuonyeshe yeye kile ambacho yeye huyu ajui. Tuambie. Sio kwamba wizara zote zina makatibu wakuu wawili watatu. Ni wizara chache. Azidi Wizara ya Afya haina naibu waziri. Wizara ya Afya haina naibu waziri. Unafahamu hiyo? Ndio hilo sema kwamba zile Kigongala. Haina makatibu. Sorry, kule ni makatibu. Kigongala. Ndio mwenyekiti. Sikilize mheshimiwa. Hata wakati wa Mkapa pale wizara ya fedha tulikuwa na makatibu wakuu wawili. Kwa hiyo hili sio jipya. Wakati wa JK tulikuwa na makatibu wakuu wawili watatu. Ofisi ya waziri mkuu imekuwa na makatibu wakuu watatu. Sasa hilo sio jipya. Mbona tunaweza kusema kwamba mawaziri, idadi ya mawaziri ngoja kusema idadi ya makatibu wakuu imepanda? Mwenyekiti, swali la msingi. Mwenyekiti, swala nyingine. Nataka nimsaidie. Tulia, subiri. Nataka nimuulize Mtulia. Ile kwa mpangilio. Nataka kumsaidia Mtulia. Kipindi cha Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, jumla ya mawaziri na baraza lake walikuwa 60. Na ukijumlisha na makatibu wakuu walikuwa jumla ngapi? Maana yake wanafika 90. Sasa kama wanafika 90 leo ukiwachukua wale mawaziri walikuwa 31. Manaibu wake walikuwa 29. Tunapozungumza mawaziri, mzee alikusaidia hapa. Alikusaidia kikatiba unapotaja wanakuwa ni mawaziri. Jumla yao waziri na manaibu jumla wanakuwa 60. Plus makatibu wakuu wanakuwa wangapi? Maana yake wanafika 90. Leo hii unawachukua manaibu, mawaziri, manaibu waziri na wakatibu wakuu jumla kwa ngapi? Wamepungua kwa ujumla. Wamefika 50. Sasa kama ni 50 maana kutoka 90 mpaka 50 haijapungua. Unasemaje umepungua? Basi hebu tuambie pale. Wamepungua. Tunapunguza namba sio gharama. Tunapungua hicho namba. Niombe tuzungumze kwa taratibu. Onge kimya. Tuelewani. Kasi kubwa kweli. Tumeshajua kwamba wamepungua namba, si ndio? Sasa yeye anataka ajue wamepungua gharama. Sasa tuambie kwanza kule. Nilisema toka mwanzo kwamba unajua Watanzania tunataka kuwarudisha nyuma. Yaani ni sawa na umchukua mtoto mdogo unamwekea kilo 100 ya mawe na huku unamwekea kilo 100 ya pamba. Kwa mtoto mdogo ukimuuliza atakwambia pamba, kilo 100 ya pamba ni nyingi sana kwa sababu ya namna tu. Tunazungumza gharama. Tunachokizungumzia hapa tunazungumzia gharama. Wanaendelea kusema vitu. Nimetoa mfano mwanzo hapa kwamba Wizara ya Nishati na Madini kuna waziri, kuna naibu waziri, kuna katibu mkuu, kuna makatibu wakuu wawili. Sasa hata kipindi cha JK ilikuwa hivyo. Ngoja niwaulize. Kama wamepungua 26. Gharama zimepungua. Swali yes or no. Kama wamepungua wamefika 34. Gharama zimepungua hazijapungua. Issue ni kwamba ni vipi? Bila kusema issue ni kwamba ni nini? Na bila kuweka nenda straight to the point. Tuende straight to the point. Kuna vitu viwili unavichanganya kwa pamoja. Jibu ndio inakuwa ngumu. Ngoja kwanza. Kama huduma tunahudumia mtu mmoja zimepungua. Imepungua imejepungua. Tunaongelea gharama ya wizara husika. Kuna wizara kuna wawe serious. Idara sawa za serikali ziko pale pale. By sector ambayo sasa idara za serikali ziko pale pale. Sawa. Makatibu wakuu
wa serikali wamepungua idadi yao, mawaziri wamepungua idadi yao, magari ya kuwahudumia wale waliopungua, ina maana yametoka kwenye system. Nyumba ambazo za kuwahudumia wale waliotoka kwenye system zimetoka kwenye system. Na watumishi walikuwa wanahudumia wametoka kwenye system. Safari zao walikuwa naenda nje ya nchi na ndani ya nchi zimepungua. Nini sasa hapo gharama imeongezeka. Hapo mwenyekiti kwa kuongezea. Yaani ni unafiki mkubwa sana kwa naomba naongelea ngoja niwaambie naro understanding ya gharama. Yaani tuende kwa mwenyekiti na nyinyi wanaangalia, lakini mwenyekiti au unaangalia tu wale mbele yako. Haya jamani waheshimiwa, kidogo kwanza Masai umeona. Mmoja anakata kuni kabla hajakata mzigo, mwingine inifunga. Mpaka itimie mzigo bwana. Ni kweli kabisa. Kawaida yetu waheshimiwa tunaendelea kwenye break. Kwa hiyo tunaenda kwenye break, tukirudi tutaendelea na mada.